Iran imetekeleza mashambulizi ya makombora mchana wa leo dhidi ya maeneo mbalimbali ya Israel, likiwa ni mojawapo ya mashambulizi makubwa na ya wazi zaidi kwa taifa hilo la Kiislamu. Mashambulizi haya yametajwa kuwa sehemu ya kile kilichoelezwa kama Operation True Promise, ambapo makombora yalivurumishwa moja kwa moja kutoka katika ardhi ya Iran kuelekea miji ya Tel Aviv, Haifa, Beersheba na maeneo mengine ya Israel. Tofauti na nyakati zilizopita ambapo mashambulizi kama haya hufanyika usiku, safari hii yalifanyika katikati ya mchana, hali iliyozua taharuki kubwa miongoni mwa raia wa kawaida. Picha zinazosambaa katika mitandao ya kijamii, ikiwemo ile inayowaonyesha raia wa Israel wakiwa wamejificha kwenye maeneo ya chini ya ardhi, zinadhihirisha kiwango cha hofu kilichotanda, huku watu wa rika mbalimbali wakiwepo watoto walionekana kukimbilia na kujikinga katika maeneo mbalimbali mara baada ya ving'ola kupigwa kuashiria hatari ya makombora. Hii ni ishara ya jinsi hali ya usalama katika eneo hilo ilivyodhoofika na jinsi mashambulizi hayo yalivyowaathiri moja kwa moja raia wa kawaida. Kwa mujibu wa vyombo mbalimbali vya habari, mashambulizi hayo yamesababisha uharibifu mkubwa wa miundombinu, huku hospitali mojawapo mjini Beersheba ikiripotiwa kushambuliwa na makazi ya raia katika maeneo ya Bad, Yam, Bnei Brak na Haifa yakiharibiwa vibaya. Vifo vya raia kadhaa pamoja na mamia ya majeruhi vimeripotiwa, miongoni mwao wakiwa ni watoto na wahudumu wa afya, hali ambayo imechochea maandamano makubwa katika maeneo mbalimbali yakiwa ni ya kupinga mashambulizi hayo na pia kueleza hasira dhidi ya serikali ya Israel kwa kushindwa kuzuia mashambulizi hayo. Katika muktadha wa kisiasa na kidiplomasia, mashambulizi ya Iran yamechukuliwa kama onyo kali kwa Israel na pia yanatafsiriwa kama jibu la haraka kwa hatua za kijeshi au kisiasa ambazo Israel imekuwa ikizichukua dhidi ya maslahi ya Iran, hasa katika eneo la Mashariki ya Kati. Huku kwa upande mwingine, hatua hiyo imepelekea kusitishwa kwa mazungumzo ya amani na mkataba wa nyuklia kati ya Iran na mataifa ya Magharibi. Hali hiyo inatishia usalama wa kikanda na kimataifa.